Hello, habari ya wakati huu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penikia Afya. Na leo nipo na wewe mwanamke au mama au dada ambao unahitaji kupata ujauzito, lakini umekuwa ukitumia njia za uzazi wa mpango bila kujua ni lini ambapo unaweza kupata ujauzito baada ya kuacha kutumia au baada ya kusitisha kutumia. Na leo nitakuelekeza kwa kina ni muda gani ambao unaweza kuchukua tena au kupata ujauzito baada ya kuacha kutumia njia za uzazi wa mpango. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho wa kipindi changu. Karibu sana. Jibu ambalo ni fupi ni kwamba kwanza kabisa, jibu rahisi, unaweza kupata mimba kwa haraka sana mara baada ya kuacha kutumia njia ya uzazi mpango, hata ndani ya wiki chache tu baada ya kuacha kutumia njia ya uzazi wa mpango. Lakini inategemea na aina ya njia ya uzazi wa mpango ambayo unaitumia au ulikuwa unaitumia kwa kipindi hicho. Kutegemea na aina ya uzazi wa mpango, kwanza kuna vidonge vya uzazi wa mpango au pills, lakini pia kuna sindano kama depo, lakini pia kuna vipandikizi. Baada ya kuondolewa unaweza kupata mimba kwa haraka zaidi ndani ya wiki chache au mwezi tu unaweza kupata. Lakini pia kuna njia ya nne inaitwa kitanzi, na baada ya kuondolewa unaweza kupata mimba karibu mara moja kabisa. Lakini pia kuna kama mpira au kondom, hiyo haina athari yoyote na ya muda mrefu, hiyo ukapata uzazi pale ambako utakuwa umeacha kutumia. Lakini mambo yanayoathiri kupata mimba kwa haraka zaidi kwamba kuna kwanza umri wa mwanamke, kuna afya ya uzazi pia, kwamba umepata miscarriage kwenye kutumia hizo njia za uzazi wa mpango itakusababisha usibebe mimba kwa haraka. Lakini kuna mzunguko wa hedhi ambao sio salama, hedhi kurudi katika hali ya kawaida, lishe na mtindo wa maisha, afya ya mwenza wako pia inaweza ikasababisha kuathiri kwa kupata mimba. Lakini je, ni kawaida kuchelewa? Ndiyo, hii ni kawaida kutokana na njia ya uzazi wa mpango ambao ulikuwepo unatumia before. Hii wanawake kuchelewa kupata mimba hata baada ya kuacha uzazi wa mpango ni hali ya kawaida. Kwa kawaida wengine hupata mimba ndani ya mwezi mmoja mpaka miezi mitano, lakini ikizidi pale, na wengine wanaweza wakachukua miezi 6 mpaka miezi 12, ambapo ni sawa na mwaka mzima. Ni hali ya kawaida. Kama imepita miaka au mwaka mmoja bila mafanikio au miezi 6 kwa umri zaidi ya miaka 35, ni vizuri sana kutupigia simu ambayo tumeweka hapo chini ili tuweze kukupatia ushauri, lakini pia na tiba ambayo ni nzuri zaidi kwa ajili ya kurekebisha au kurejesha kwenye hali iliyo ya kawaida au kupata mimba kama utakuwa na uhitaji kwa wakati huu. Lakini kitu kingine, tunaangalia vidokezo vya kuongeza nafasi ya kupata mimba kwa wakati ambao unahitaji. Kitu cha kwanza ni kufuatilia siku zako kwa uharaka zaidi. Ujue siku zako za hatari zikoje au siku za ovulation zikoje. Lakini pia fanya tendo la ndoa siku za rutuba ambazo ni siku za hatari tunazungumzia. Lakini kule lishe ambayo ni bora zaidi itakusaidia sana. Lakini epuka stress, ni mbaya zaidi. Punguza matumizi ya pombe na sigara, ni vibaya zaidi. Fanya uchunguzi wa afya mapema ili uweze kupata mtoto kwa urahisi zaidi. Kwa kifupi zaidi naweza nikakwambia kwamba unaweza kupata mimba haraka baada ya kuacha kutumia njia za uzazi wa mpango, lakini muda hutofautiana kwa kila mwanamke kutokana na homoni zako zilivyo. Subira, unaweza kuwa na mwili wako au afya yako ni bora, ni muhimu katika safari hii ya kuhitaji kupata mimba. Kwa kuwa na subira, pima afya yako, muone daktari ili aweze kupatia suluhisho la tiba yako na ushauri zaidi ili uweze kupata mtoto kwa wakati ambao unahitaji kabisa. Kama umejifunza kitu hapo, like, lakini pia usisahau kusubscribe na kushare kwa watu wengine ili waweze kujifunza vitu vingi zaidi kupitia video hii.